Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 aya ya kwanza hadi 16. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Wakasimama makuhani sawasawa na walinzi yao Walawi, nao pamoja na vinanda vya Bwana alivyovifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao, nao makuhani wakapiga panda mbele yao, nao Israeli wote wakasimama. Tena Sulemani akaitakasa behewa katikati iliyokuwa mbele ya nyumba ya Bwana, kwa kuwa hapo ndipo alipotoa sadaka ya kuteketezwa na mafuta ya sadaka za amani, kwa sababu ile madhabahu ya shaba aliyoifanya Sulemani haikutosha kuzipokea sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na mafuta. Basi wakati ule Sulemani akafanya sikukuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana, toka maingilio ya Hamathi mpaka kijito cha Misri, muda wa siku 7. Hata siku ya 8 wakaita kusanyiko la makini, kwa maana walishika kuitakasa madhabahu siku 7 na siku kuu siku 7. Akawaruhusu watu waende hemani kwao siku ya 23 ya mwezi wa 7, wakifurahi na kuchangamka mioyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi na Sulemani na Israeli watu wake. Hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na yote yaliyomwingia Sulemani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio
masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Basi hili ndilo neno la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena Mungu ameandaa tukaweze kuwa malangoni mwake, tukaweze kumwabudu na kumtukuza, tena kulihimidi jina lake. Na Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kulipata neno letu la leo ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yetu katika somo tulilosomewa la pili, Mambo ya Nyakati wa pili, mlango ule wa 7. Nilipokuwa nikitaka kufahamu haya mambo yalitukia wakati gani, nikagundua ya kwamba yaliandikwa miaka mingi iliyopita, miaka 530 to 430 BC. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Yesu kuzaliwa, miaka 530 hadi miaka 40 na 30 kabla Yesu kuzaliwa. Kwa hivyo ni muda mrefu, na napenda kuangalia maneno yaliyoandikwa hapa katika sehemu hii. Kwanza kabisa ni neno ambalo limekuja kwa wakati, kwa sababu kama baba alivyosimama na kusema ya kwamba imetupasa kusimama kwa zamu zetu, hakika ni wakati huu. Katika ule mlango wa 7 kuanzia fungu la 12, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au kiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati gani huu ambao mambo haya yalitokea? Mfalme Sulemani alipokuwa ameongoza taifa Israeli baada ya kutoka utumwani, akaweza kumjengea Mungu hekalu. Sasa wakati huu ilikuwa ni wakati wa kuliweka wakfu hekalu ili uweze kutumika, na alipokuwa ameeka dua kumuuliza Mungu kuhusu sehemu ile ya ibada, akaweka maombi mengi ya kwamba watu wanapokuja wakiwa ni wagonjwa, Baba, wanapoelekea hapa kwenye madhabahu hii wapone, wanapokuja wakiwa wameonewa wapone. Na baada ya kufanya maombi kumaliza, basi ndio maana ule fungu la kwanza mstari ule wa 7 neno la Mungu lasema kwamba moto ukashuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto ukashuka na kuteketeza ile sadaka ya kuteketeza hata dhabihu zilizokuwa pale. Basi Mfalme Suleiman akaendelea kulitia jina la Bwana na kuwauliza wana wa Israeli ya kwamba imewapasa kumwabudu Mungu. Katika fungu lile la 12 ambalo tumelisoma ni kwamba Bwana akamjilia Suleiman majira ya usiku na kunena naye ya kwamba sasa maombi uliokuwa unayaomba
yamekwisha fika kwangu, sasa nakutuma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakupa jambo moja, uwaambie wana wa Israeli ya kwamba jambo linapotendeka kama mbingu imefungika, basi wanapokuja kwenye madhabahu hii wakiomba, nitaweza kuwasikia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linapotendeka la uzito kwao, wanapoelekea madhabahu hii, nitaweza kusikia kutoka mbinguni na nitawajilia mara kuweza kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kusudi la Mungu kwa ajili ya madhabahu ni kwamba watu wakutane na yeye. Kusudi la Mungu kwa madhabahu kuinuliwa ni kwamba kuwe na connection kati ya mwanadamu na Mungu. Sasa Suleiman alipoinua madhabahu na Mungu alipotakabali madhabahu yale Suleiman alijenga kwa kupitia maono yaliyokuwa kwa baba yake, basi kukaweza kuwekwa madhabahu ya kwamba watu wanaweza kuja na kuelekeza mioyo yao kwa Mungu, wakutane na Mungu. Na nashukuru kwa sababu kila walipokuja basi Mungu alikuwa anawasikia. Na nashukuru kwa sababu ilipitia kwa Suleiman ikaweza kujulikana kwamba kunaye Mungu hakika anayejibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Aligusa moyo wa Mungu na kuweza kupeleka dhabihu za wana wa Israeli kwa Mungu, na zikaweza kupokelewa. Na kwenye madhabahu ni mahali kwa kuabudu, ni mahali kwa kutoa zaka, kwa kutoa dhabihu, watu kutoa dhabihu zao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika madhabahu Mungu anapatikana. Tusome kile kifungu cha 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Kuna maneno yametajwa hapo. Wanapojinyenyekesha, watu wangu. Kwanza, jambo la kwanza ni watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Identity. Mungu anajua watu walio wake. Ndiposa hakwenda kwa watu wengine, akaja kwa wana wa Israeli. Akaja na kunena nao. Tena akasema walioitwa kwa jina langu. Bwana anajua kila mtu kwa jina lake. Anasema wanapojinyenyekesha, tena wanapoomba. La tatu, kutafuta uso. La nne, kuziacha njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza, waliitwa kwa jina la Bwana. Mungu anawajua kwa majina yao. La pili ni kwamba watu hao kwa sababu wamekuwa identified na Mungu, wanaponyenyekea mbele za Mungu. Kunyenyekea, nilipokuwa na tafakari ile neno la kunyenyekea, ni kwamba unatoka katika sehemu yako. Yaani kuna ile hali ya kujiinua, kila mtu anajiweka katika nafasi yake. Kuna watu wanajiweka kwa juu, basi inakupasa kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Kunyenyekea ni kuondoa kiburi, kuondoa majivuno, kujiweka katika nafasi ambayo unaona kwamba wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni kuondoa majigambo ya kwamba una jina. Unajua, unapoenda mbele za Mungu alafu unaenda na majigambo ya kwamba sasa wewe unalo jina nzuri, una sifa nzuri ya kwamba wewe una jina, basi utampa Mungu nafasi. Lakini kunyenyekea ni kujitoa katika hali yako, ukaiona kwamba wewe unafaa. Bwana Yesu asifiwe. You feel as if you are empty, you have nothing. Ya kwamba unanyenyekea, unaondoa yale unayaona yako kuwa bora, unamweka Mungu kuwa wa kwanza. Hapo ndipo Mungu unampatia nafasi ya kwanza kukutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi watu wanapoenda mbele za Mungu, unapoambiwa sasa tuombe, badala kujitizama, tizama Bwana wetu Yesu alipokuwa akifundisha, aliwaambia watu, unapofika kwenye madhabahu, unapokumbuka kwamba kuna jambo na ndugu yako hujafanya, basi nenda, acha dhabihu yako, nenda ukaombe msamaha, nenda ukaweze kutengeza njia yako, ndipo sadaka yako itakubaliwa. Jinsi ilivyokuwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ilivyokuwa tunapoenda mbele za Mungu, Mungu alivyo mkuu tunapomnyenyekea. Yeye ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka yote.
ya kwamba tunapojipeleka mbele zake inatupasa kunyenyekea, kushuka, kuondoa kiburi, kuondoa majigambo, kuondoa sifa zetu, sifa ya majina, kuiondoa, kuondoa cheo chako, kuondoa kazi yako, kuondoa kwamba wewe unajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wewe sasa umenyenyekea, umeondoa vyote, na kwamba hapo kwenye miguu yake Mungu unapojinyenyekeza na kutambua ya kwamba yeye ni Mungu mkuu na kwamba wewe umeitwa kwa jina lake, basi hapo ndipo Mungu anaanza kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuanza kupeleka hoja zako, maana amesema wanapojinyenyekeza na kuomba. Kuomba ni kwamba unapeleka hoja zako. Tunajua unapoenda mbele za Mungu kuna uhitaji. Unapoenda kwa madhabahu ya Mungu kuna uhitaji uko nao. Kabla ya kwanza kuropoka kumwambia Mungu kwamba jana nilifinyiliwa, jana nimeonewa, nimepitia haya mazito, baba ni mgonjwa. Tanguliza Mungu, mwambia kwamba Baba, nimenyenyekea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Umenyenyekea na kulitia jina lake. Kwa sababu umekuwa identified na Mungu, kwa sababu anakujua. Mungu anasema kwamba anajua walio wake. Hivi leo unapoenda njiani upatana na mtu, unaanza kumwambia mtu yeyote kwamba nisaidie, ya kwamba kama umepungukiwa na shilingi 2,000, mtu usiyemjua from nowhere umwambie Bwana nimekuja kwako nipatie hela. Kuna uwezekano akakusikiza kweli? Mara nyingi kwa binadamu ni ngumu. Anashangaa kwa huyu amerukwa na akili. Kwa hivyo kuna uzuri na kuna umuhimu wa mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanapoenda mbele ya baba yao, wanapoenda mbele za Mungu, kuna ile attachment, kuna kule kuunganishwa. Wanamjua Mungu wao, wanajua anachofanya Mungu. Ndiposa anaponyenyekea wanafahamu ya kwamba hata ninapopeleka hoja yangu, hakika Mungu anaweza kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuja kunipigania. Kwa hivyo jambo la kwanza kujinyenyekesha, kule kushuka. La pili ni kule kuomba, kujipeleka hoja zetu. Naona hapa katika sehemu tumesomewa ya kwamba Mungu anasema anapotumana tauni, anaporuhusu tukio litokee katika maisha yako, anaporuhusu hali fulani, kwa sababu jambo litokee tu. Every happening there is a spirit behind. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinachofanyika kuna roho attached ambayo inafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yawezekana iwe ni roho nzuri kutoka kwa Mungu ama ni roho mbovu kutoka kwa adui, lakini there is a spirit behind. Kama ni ugonjwa kuna spirit, kama ni tauni imekuja kuna spirit, kama ni kuonewa, kama ni njama imepangwa kwako ili uanguke, jina lako lisipate kuonekana tena, kuna mtu amehusika, kuna anga imesimama ya kwamba wewe usiweze kufaulu. There is a spirit. Kuna watu wametayarishwa wasimame kuweza kuona anguko lako. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukiomba kwa ajili ya madhabahu hii, kwa ajili ya huduma ya Mungu hii. Vita vilivyo ni kuu. Najua watu wanainuka kutotaka huduma ikaweze kuendelea, lakini kunaye Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu hii si kwa ajili ya the individual ambao wako hapa. Madhabahu hii ina mwenyewe. Haleluya. Madhabahu hii Mungu alipoinua ni kwamba watu wanapokuja wakutane naye. Tunapokuja hatutaki kuona sarakasi, hatutaki kuona hali za adui akaanza kujiinua ya kwamba yeye sasa akajitwalia utukufu. Tunakuja kumwabudu Mungu. Amen. Tunapokuja ili tuweze kukutana na uwepo wa Mungu ulio kwenye madhabahu hii, ili ya kwamba tunapojinyenyekesha, tunapoliita jina la Bwana, tunapoachilia maisha yetu, basi tukaweze kupata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Tumekosa msaada kule nje. Na kama ungekuwa na msaada kuupata kwako nyumbani, sidhani kama ungekuwa kiguu njia 1 2 ufike hapa. Ungekuwa umebaki kwako nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja kwa Baba kumwabudu. Tumekuja kumtukuza. Tumekuja kulihimidi jina lake, kutambua ya kwamba yuko kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko kwa sababu Mungu yuko. Haleluya. Niko hivi kwa sababu Mungu yupo. Imegharimu mkono wa Mungu uliye mkuu. Naposema tuko vitani daima, Mungu aliye enzini, Mungu wa madhabahu hii akaweze kusimama kupigana vita vyako. Bwana Yesu asifiwe sana.
ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umuhimu ya kujinyenyekesha, kuna umuhimu wa kuweza kushuka mbele za Mungu wetu. Na jambo lingine ni kwamba kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naponyenyekea, tumefundishwa hapa, yataka bidii, yataka kujituma. Si rahisi. Si rahisi kwa sababu adui hataki kuona yanayo makusudi ya Mungu yakitimia juu yako. Adui anataka kuona kwamba chote kilichopangwa kizuri hakitafanikiwa. Lakini yuko Mungu anasema kwamba wanaoutafuta uso wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Zefania mlango wa pili, utaangalia baadaye, mlango wa pili fungu la 3, nasema kwamba namtafuta Bwana kwa kuwa anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtafute Bwana. Tumtafute Bwana. Unayemtafuta Mungu, unapochagua kumtafuta, Biblia inasema kwamba unapomkaribia Mungu, unapomkaribia yeye, naye anatukaribia. Tunapoondoka uweponi mwake, basi mapigo yanakuwa mengi, kwa sababu kila saa na kila nukta iliyo mbele yetu hakuna anayejua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu aliye hai anafahamu maisha yetu, anafahamu mwisho kabla ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unasumbuka kesho itakuwaje? Achia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achia Mungu, chagua kumwabudu. Chagua kujinyenyekeza. Chagua kutafuta uso wake. Kutafuta ni bidii, kwa kufunga, kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kutafuta uso wake Mungu anapatikana. Lakini ukichagua kuwa mlegevu, lazy, ukichagua kuwa mtu ambaye wataka kusaidiwa kila wakati, basi shida unayo. Leo hii inatupasa kuweza kutambua kutafuta uso wa Mungu. Anasema naye mtafuta kwake anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. The moment unatia kwenye akili yako ya kwamba sasa ni wakati wangu wa kumtafuta Mungu, anangojea uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaanza kukaribia. The moment unaamua sasa, yatosha, na Mungu naye anakuachilia, anakuangalia. Tulifundishwa tusiwe wa Kristo wa kifafa, ya kwamba unapobarikiwa basi Mungu asifiwe. Unapoona mambo ni mazuri, Bwana asifiwe. Na sauti kuu. Lakini inapotokea sasa mambo yamekuwa mazito, unakaa kando. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kila wakati. Ndiposa katika Yohana mlango ule wa 4 kuna sehemu Yesu akinakili mambo mengine pale, ya kwamba wakati tulio nao si wa kwenda kuabudu kule Yerusalemu, kwenda kuabudu kwenye milima, kwenda kuabudu tusichokijua. Tunaye Mungu ambaye inatupasa tukaweze kumwabudu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mmoja, Biblia na nakili, mwanamke Msamaria akaenda kisimani kuweza kuteka maji. Akaweza kuwa na mjadala pale na Yesu, wakati Yesu aliutuma wanafunzi kwenda kuchukua chakula. Na Yesu akiwa ananena naye, basi ndani yake kukawa na mwasho. Akasema, yamkini wewe ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake kukawa kitu kinaendelea. Kuna Mungu akawa anafanya kitu ndani yake, ya kwamba sasa anakuja akimtaka mume, anaambiwa alete waume zake, akalete mumeo, na kumbe ana wanaume 5. Shaona Sasa kumbe Yesu alikuwa anaona. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu akawa naona. Ndiposa katika mjadala waliokuwa endelea mrefu, sitaingia ndani hapo, akasema baba zetu waliabudu katika mlima huu, baba zetu waliabudu katika Yerusalemu. Yesu akamwambia wakati unakuja ya kwamba waabudu halisi imewapasa kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Amen. Amen. Yaani imefika wakati
Manabii walitamani muda kama huu wa kuweza kuita mbingu. Unakaa peke yako na kumwambia Mungu, Baba niko hapa. Baba ninakutamani. Baba nimekuja kwako na kuabudu, ni Mungu pekee. Hakuna Mungu kama wewe. Unapomtolea Mungu mahitaji yako, Mungu anakujilia mara. Manabii walitamani muda kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akaufanya dhahiri. Katika muda huu, majira dispensation ya mwisho hii, basi Mungu anataka kuabudiwa kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali tulipo, basi ni kuabudu. Ibada iliyo kamili inaanza moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa kwako nyumbani, ibada ianze hapa. Ndio maana hatutaweza kusema fungua mbingu, fungua Baba shuka. Kwa sababu toka ndani umekuja ukisifu, ndani yako kuna kitu kinafanyika. Uko na connection. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika muda tulionao, ni usiku, ni mchana. Kuna wimbo nilikuwa na uimba na napendaga kuimba. Inasema sifu asubuhi, sifu saa 6, sifu jioni. Inaweza kuonekana wimbo mwingine wa kipumbavu, lakini nafahamu inayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Sifu hata usiku. Sifu usiku wote. Bwana Yesu asifiwe. Yani there should be no discord. Yani katika ibada 24/7 you are connected. Bwana Yesu asifiwe. Unamfahamu Mungu wako. Unafahamu ya kwamba inakupasa kumwabudu. Si kumwabudu Jumapili peke yake ama Jumatano. Wakati wote 24/7 worship. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu imekusha nena ya kwamba sasa Mungu aabudiwe kwa roho na kweli. Mahali kokote ulipo, ni kazini, chagua kuelekeza uso kwa Mungu. Chagua kulitia jina la Bwana. Chagua kunyenyekea. Chagua kutafuta uso. Spend your time on that, kwa sababu kama ni jina utakuwa nalo, lakini mwisho litakuwa limepotea. Kama ni sifa itaenda, lakini kwa wewe baki ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Baki kutafuta uso wa Mungu. Stay connected. The moment, mimi ni fundi wa kutengeneza vitu za stima. Kama ile connectivity haijakuwa sawa, hakuna flow. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kwa sababu natengeza TV, natengeza nini, mahali circuit kuna blockage, kuna kitu kinazuia. Ukiachilia sitima, ukiconnect, ukika switch, unasikia mlipuko. Yani kwa sababu kuna kitu hakitaki ile flow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yetu inatakana tuwe connected, na kuwa connected katikati hakuna uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini Mungu tunayemwabudu ni Mungu mtakatifu. Ili upate kibali, ili ukutane naye kwenye madhabahu yake, anasema kuziacha njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo haya yote, tena kuacha njia mbaya, ili matokeo uweze kuwa mazuri ya ibada yako, uweze kuwa connected, ukutane na Mungu na maisha yako yapate msaada, basi pasiwe na uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Pasiwe na blockage. Hakikisha kama kuna kitu kimekuja, hiki kinataka kuzuia, mwambie Baba, naona hapa kuna kitu si sawa. Na nyenyekea kwa Baba, msamehe, ondoa. Bwana Yesu asifiwe. Moyo unaopondeka, moyo unaoshuka kwa Baba, hata udharau. Kiburi chako kitakunyima mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. The moment unanyenyekea, the moment unatafuta uso wa Mungu, kwa kumaanisha, sisemi kwa sababu umezaliwa katika jamii ya Ukristo. Wewe ndani yako unajua unayemfuata ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa connected, unaita mbingu na mbingu inakuja kwa ajili yako. Yamkini mara nyingine hata kabla uite, Mungu anafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaangalia moyo wako, anaangalia the way you are connected to him. Humfichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Humfichi kitu. Kila wakati umejiachilia kwake, kuliitia jina lake, kutafuta uso wake, unanyenyekea kusema kwamba basi siwezi. Asubuhi ni kuabudu mchana, ni kuabudu jioni. Siwezi bila wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sifu, sifu, sifu asubuhi, sifu na mchana, sifu, sifu,
sifu hata jioni, hata usiku wote sifu, sifu, sifu asubuhi, sifu na mchana, sifu, sifu, sifu hata jioni. Abudu asubuhi, abudu mchana, abudu jioni, usiku wote abudu. Stay connected. Bwana Yesu asifiwe. Stay connected. Usiruhusu kamlango kafunguke. Kamlango kakifunguka, adui ana machungu mengi. Naomba nitoe tahadhari. Adui ana machungu mengi. Hasa wewe umeunganishwa na Reformed. Hapa unaangusha, unaharibu vitu vya shetani. Ukicheza utakutana na ghadhabu ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vizuri stay connected. Jiunganishe daima, usiku mchana. Jiunganishe hapa kwa Baba, siondoki. Bwana Yesu asifiwe. Kaa pale na uone uweza wa Mungu. Mungu mzuri hata kuacha, hata kupa kibali. Jina la Bwana litukuzwe. Asanteni kwa muda huu, jina la Bwana litukuzwe. Baba, asante kwa ajili ya neno lako hili. Hakika sikujua naweza ongea, lakini asante kwa kuongea kupitia mimi. Neno lako lina uzima, neno lako lina uhai. Nimesema Bwana litakurudia bure. Ponya mwanao aliyeingia Bwana akiwa na matarajio. Ponya kila aliyekuja Bwana akikutazamia. Ponya Bwana yote anayenyenyekea. Ponya Baba anayekuja na sala na dua zake, naomba zikapate kibali mbele za uwepo wako. Kila anayekutafuta Bwana, sababisha kujifunua uso wake uso wako kwake, Mfalme, na maisha yake yasibaki yalivyo. Tenda Bwana kwa utukufu wa jina lako, ya kwamba wewe Mungu usisinzie wala usilala. Simama na wanao hawa kila waendako Bwana, rehema na neema zako zikapate kuwa juu yao. Usiwapungukie Baba, na kwamba yote yatende kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Tubarikiwe sote. Mtaangamizwa kwa upanga, mkikubali na kutii. Mtakula mema ya nchi, mkikataa na kuasi. Mtaangamizwa kwa upanga, maana neno la Mungu limenena haya. Maana neno la Mungu limenena haya. Kanisa lote Amen. Amen. Ongezeni makofi.